inampasa mwenye kujitahidi ambaye tushamsema mujitahidi ni mtu mwenye sifa gani, sio mtu yoyote tu. Indal jamhur, kwa walio wengi miongoni mwa wanazuoni, ghairi alhanafiyya, ukiondoa mahanafi. Siku zote tumesema katika usuli huu wa watu wanne wa Kisuni, Hanafi mara nyingi yeye anashika njia tofauti na wenzake, si mara zote, lakini mara nyingi. Na mara nyingi unamkuta Maliki, Shafi na Hanbali wanakaa upande mmoja, ndio wanaitwa jamhur. Na sababu tumeshasema ziko nyingi sana, lakini nyingine ziko dhahiri kwamba Maliki kamfundisha Shafi na Shafi kamfundisha Hanbali, Ahmad. Kwa hivyo hapa ni mwanafunzi na mwalimu na mwalimu wa mwalimu, au mwalimu na mwanafunzi na mwanafunzi wa mwanafunzi. Ukitoa juu itakuwa mwalimu ni Malik, mwanafunzi ni Shafi, mwanafunzi wa mwanafunzi ni Ahmad. Au ukitoa chini mwanafunzi na mwalimu wa mwanafunzi na mwalimu wa mwalimu, natoka mwanafunzi hapa ni Ahmad, alafu mwalimu wa mwanafunzi ni Shafi, alafu mwalimu wa mwalimu ni Malik. Inategemea unaianzia wapi. Ukianzia juu unamtaja Malik, ukianzia chini unamtaja Ahmad. Na mimi napenda zaidi uanzie juu kwa sababu Malik ameishi kabla ya wote hao. Tumefahamiana? Na Malik wa Shafi ni kama baba yake, kwa sababu kamlea. Kapelekwa pale Shafi ana miaka 10 nakadiriwa, akaondoka pale ana miaka 20. Na Ahmad hajazaliwa kabisa wakati huo. Kwa hivyo Ahmad wa Malik ni kama mjukuu wake, Shafi ni kama mwanawe. Kwa hivyo Malik ni mkubwa kwa umri. Abu Hanifa yeye hayumo katika mlolongo huu, hahusiani nao wote hawa kielimu. Ameishi zama za Malik, lakini Abu Hanifa ni mkubwa kuliko Malik. Na kwa hivyo Abu Hanifa amekuwa na njia yake ya pekee yake katika wanne, na ndio maana katika misingi kwenye fani ya usuli tunaona kidogo Abu Hanifa kila wakati anakuwa pekee yake, au anakuwa pamoja. Tumefahamiana? Ukirudi kwenye historia za maimamu wa madhhabu utaiona kwa kirefu hiyo kama utaiona. Kwa hivyo anasema ghairi al-Hanafiyya, ukiondoa mahanafi.